Wapenzi waumini, khutba yetu ya leo yazungumzia umuhimu wa kuitumia vizuri akili, na ndio wanavioni wa malezi wakaigawanya akili mara mbili. Wakasema kuna uqulun tartaqi, kuna akili zinazopanda kila leo zinazidi kuimarika, wa uqulun tahwi, na kuna akili kila leo zinashuka. Miongoni mwa neema ambazo ni common kwa wanadamu wote ni akili. Wanadamu wamepewa sifa yao moja, ni akili, na yule ambaye atakuwa na upungufu wa akili, huyo ni mmoja katika wagonjwa wanaougua kwa wanadamu. Lakini kila mwanadamu sahihi amepewa akili, na akili ndiyo chombo kenye kumfanya mwanadamu awe karibu na Allah tabarak wa taala. Hata hizi ibada hatokalifishwa yule ambaye hana akili, hata sheria hatokalifishwa yule ambaye hana akili. Manatu tashri' au takalif ziko kwenye nini? Akili ya mtu. Ndio utakuta sharti ya kwanza ya mtu kuabudu ataambiwa mwenye akili, mwendawazimu hajapewa. Lakini pia akili Allah tabarak wa taala akajailia ndiyo tofauti ya mwanadamu na mnyama, kwa sababu mwanadamu anafanana na wanyama kwa mambo mengi. Ndio Mwenyezi Mungu hata katika kueleza neema zake akatuambia mata'an lakum wa li an'amikum, mkashirikishwa katika kula, kustarehe, ni kwamba haya ni yenu nyinyi na wanyama, lakini tumetofautiana na wanyama kwa akili. Mmoja katika mufakirina asema, mimi hujijua kwamba mimi nipo pale ninapotumia akili nikafikiria, kwa sababu kama situmia akili mimi sina tofauti na yule asiyejijua mwendawazimu au mnyama. Lakini mimi hujijua ni mwanadamu salama pale ninapofikiria kutumia akili yangu. Bali baadhi ya mufassirina wakasema sifa kubwa aliopewa mwanadamu kwa umbile lake ni sifa ya akili. Pale Allah aliposema laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tumemuumba mwanadamu katika umbile zuri zaidi. Wanasema umbile zuri ni akili, ndilo umbile zuri zaidi alokuwa nalo mwanadamu, akashinda viumbe vyote vingine. Ndio wakati wa khilafa wa mmoja katika maamiri wa Daulatul Abbasiya, kama sikoseni, Al-Walid bin Abdul Malik, alikuwa na mshauri wake akitwa Muhammad al-Hashimi. Huyu Muhammad al-Hashimi alikuwa ni mtu kichwa sana, kiasi ule kiongozi katika ushauri wake amemweka kwenye baraza la washauri wake. Kuna watu kiongozi ni washauri wake, wanampa idea zao ambazo nzuri zaidi zikamsaidia katika uongozi. Sasa huyu Muhammad al-Hashimi alikuwa akitoa rai na kuwa ni rai saib razin. Siku moja yule amiri akampata Muhammad al-Hashimi yuko down sana, kila wakikaa kwenye vikao hana rai anaotoa, kimya. Akamshtukia, akaona mbona huyu amebadilika. Akamwita pembeni akamwambia kuna tatizo gani? Sina. Akamwambia hapana, nakujua wewe rai zako ndio zanisaidia sana mimi, lakini naona akili yako imelala kabisa, una tatizo gani? Akamwambia habari kubwa kiongozi. Kuna nini? Asema unga ulizidi maji. Kivipi? Asema mimi siku moja nimekaa na mke wangu kwenye bustani yetu nzuri, mwezi ule Lailatul Badri, usiku ule full moon, napiga kwenye maua na nyasi za green zile, nikamsifu mke wangu baada kuangalia mwezi, alafu nikamwangalia yeye, nikamwambia usipokuwa mzuri kuliko mwezi fa anti talik, umeachika. Usipokuwa mzuri kuliko mwezi basi wewe umeachika. Lengo lake anakusudia wewe mzuri kuliko mwezi, mwezi haukushindi wewe kwa uzuri. Mwanamke akasema ndio leo akaamua kunifurahisha, kumbe alikuwa atakunipa talaka ya ustaarabu, talaka bila ugomvi. Mwanamke yule akajiandaa, anamwepuka huyu bwana hashtuki. Wanawake mahodari
Akaenda naye mpaka siku za eda zikaisha. Mara ona watu wake wamekuja, wafunga mizigo, atoka. Kuna nini? Amwambia nimemaliza eda. La nini? La talaka. Lini? Uliniambia usipokuwa mzuri. Hivi mimi mwanadamu nitakuwa mzuri kuliko mwezi kweli? Si uliniacha? Muhammad sio zero, negative zero. Akili imekuwa haifanyi chochote, hana mahaba, mkenda zake, hatoi ushauri wote. Akamwambia basi hili tatizo ndogo ungenieleza. Yule amiri akakusanya wanavioni, akawarushia hili swali, mwasemaje kiti chake na Muhammad al-Hashimi? Huyo kuna mtu alimwambia mkewe, in lam takuni ahsana min al-qamari min al-badri fa anti talib. Je, vipi? Wale mashekhe wote akamwambia thalathatun jidduhunna jidd wa hazluhunna jadd. Iko wazi hiyo, mambo matatu hayana mzaha. Ukisema kiukweli yamekuwa, ukisema kimzaha imefanya nini? Moja ni talaka, ukiitoa imetoka hiyo. Na ile negative zero pia ikaenda, ikawa ni point Lakini amiri yule anaumia, jua kwamba mmekosa mtu mimi. Akamwona mzee mmoja nyuma kule katika wale wanaviona, akamwambia shekhe, sijasikia kauli yako. Asema wengi washasema. Anambia hapana, wingi ni haki, tunataka kuisikia kwako. Akasema hajaachika huyo, bado ni mke. Vipi? Akasema Allah asema laqad khalaqnal insana fi, tumemuumba mwanadamu kwenye umbile ahsan, bora zaidi. Kwa hivyo bora zaidi ya mwezi, ya jua, ya tausi, ya nani, mwanadamu bado yuko juu. Muhammad al-Hashimi akateremsha pumzi, mambo yakaendelea. Ninachokusudia, una chombo muhimu, usikichezee. Leo sisi twazichezea akili. Leo watu uzichezea akili. Wampata mtu na akili yake nzuri haijaingia kitu, akwambia kwamba stress. Sasa akili iko safi, imechefuka. Je, ukiitia na moshi alafu ukipiga hii kidogo nakaa, ilipokuwa safi ilichefuka. Je, ukipasha na moshi? Tumeelewana? Urongo, hakuna moshi utakaotengeza akili ikae vizuri. Wazidi kuiharibu wewe, wazidi kuiharibu. Hii akili ndicho chombo kikubwa. Ndio utakuta katika dharuriyatil khams, katika yale mambo matano ambayo Muislamu umeleta sheria ni kulinda mambo matano. Moja ni hifdhul aqli, ni kuhifadhi akili yako. Ndio utakuta kila chenye kuchefua akili Allah amekiharamisha. Wakumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku moja amekuja mtu kutoka Badia huko mbali, akaja kwa Mtume atakawasia, ausini ya Rasulullah. Mtume alimwambia neno moja tu, la taghlab. Yule bwana akasema, mimi nitakawasia, labda kuniambia fanya hivi, unje jana fanya hivi, Akarudia tena, ausini ya Rasulullah. Qala la taghlab. Qala ausini ya Rasul. Qala la taghlab. Faraddada, hadithi yatuambia faraddada mirara. Mtume akarudia mara kadhaa, kila akimwambia niusie, Mtume anambia usikasirike, kata hasira, ondosha hasira. Kwa nini? Wanasema wanavioni wa malezi, akili ni kama jua au mwezi, na hasira ni kama kupatwa. Unapoingia kwenye akili ni kama jua lilopatwa. Jua likipata khusufu au mwezi ukapata kusufu, itakuwa halionekani tena. Na akili ikija hasira, ile akili inasimama, haifanyi kazi tena. Kwa hivyo, kwa kuwa hasira inaachisha akili kufanya kazi, Mtume akaiharamisha. Usiendelee na hasira. Ukikasirishwa, fanya sababu za kuondosha hasira. Mpaka akaonyesha shujaa ni yule mwenye kumiliki hasira zake. Laysa shadidu bisara, innama shadidu man yamliku nafsahu inda alghadab. Hajakuwa shujaa yule mwenye kupambana na mereka na mangumi, hapana. Lakini shujaa ni yule ambaye ataweza kumiliki hasira zake pale
wakati amekasirika. Ni kuonyesha kwamba hii akili lazima ihifadhiwe, na chochote chenye kuchefua haitakikani, kwa sababu ni kiungo muhimu katika maisha ya mwanadamu. Allahu tabarak wa taala kazijalia hizi akili ni katika neema za bure mlizopewa. Tuna neema 5 wanavyoni wa malezi wazitaja za bure: akili, lakini pia moyo unapiga mara 100,000, hulipii, bure. Kwa siku moyo wako unapiga mara 100,000. Ibrahim al-Faqih, mmoja katika wanavyoni wa Azhari Sharif, asema moyo wa mwanadamu kwa siku ndani ya masaa 24 unapiga mara 100,000 bure. Ungeambia wewe ufinye sikio ndio moyo upige, si ungepoza vidole hivi vingote, lakini wapige wenyewe tu bure. Lakini pia hewa ni katika neema ya bure. Hewa unaotumia oksijeni, anasema Ibrahim Faqih, kwa siku mtu anakula lita 70 za oksijeni. Ungeambia ununue, nani angeishi? Lita 70, na ulimwengu ndio huo, na oksijeni sasa zimepanda, ingekuwaje? Ungekwenda wapi wewe? Lita 70 kila siku, lita 700, astaghfirullah, lita 700 kwa kila siku ununue. Nani angenunua lita 700 kwa siku? Neema ya bure hiyo. Kwa hivyo kuna mambo tumepewa kwa kuwa ni bure, hatuoni thamani yake. Leo watu wengi kwa gharama kubwa wanazipiga vita akili zao. Gharama kubwa leo inayotumika ni kupambana na akili isifanye vizuri. Wanatumia hela nyingi kuliko hela wanazokula kwa ajili ya riziki ya kutengeza mwili wao, ni chache kuliko gharama inayotumika ya kupambana na akili. Subhanallah. Na Allah tabar, ingekuwa ni mwanayo wampa pesa wiki nzima huzipoteza, ungempa tena wewe? Lakini watu wanazichezea akili na Allah bado anawaneemesha. Ndio ujue kwamba wewe una Allah anaitwa Ash-Shakur Al-Ghaniyul Hamid, ili uweze kuwa karibu na kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Mara nyingi katika Qur'ani Allah amezungumza na akili. Waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Allah asema, angalieni, kila tunayempa umri tunampunguzia umbile. Sura zako ulipokuwa kijana miaka 15, 16 na sasa miaka 40 ziko sawa? Hapana, zimebadilika. Kila ukisonga sura zako zinatisha, kila ukiwa mdogo sura zako zinapendeza. Hivi ndivyo Allah tabarak wa taala anavyofanya katika na kila umbile lako. Kila ukiendelea umbile lako la shuka. La kusikitisha, kuna watu kila wakiongeza umri na wataka kupambana zaidi, kujifanya wao bado wako barabarani. Allahu tabarak wa taala asema, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubihim aqfaluha. Hawa watu vipi hawaizingatii hii Qur'an? Ama katika mioyo yenu kuna vifuniko ambao vimefunika mioyo yenu, haingii kitu? Mshapigwa muhuri nyinyi? Kwa sababu ukiangalia Qur'an katika kila maisha inakulekeza namna kuishi vizuri. Wewe unapokwenda kinyume na Qur'an ni kwamba huitaki kuizingatia Qur'an. Lau utakiweka kitabu cha Qur'an kiwe ndio mfumo wa maisha yako, basi huwezi kuishi vibaya, itabidi uishi vizuri. Lakini tatizo hatuifikirii na kuizingatia Qur'an. Allahu tabarak wa taala katika Qur'an asema, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Katika kuumba mbingu na ardhi, hii ardhi ukiangalia miujiza yake yatosha kukwambia kuna Mungu. Ardhi hii tunaotembea na vishindo vyote, magari juu na nini, na imesimama ngumu, kila kitu chapita juu yake, lakini jani laini mvua ikipiga linapasua ardhi.
Subhanallah, unazika mbegu ndani ya mchanga, jani lile linaloanza kutoka laini na linapasua ardhi mpaka likajitokeza, mahindi yangu mashallah. Lakini wewe wakanyaga ardhi na upasui ardhi. Yatosha kukwambia kuna Allah. Allah akwambia kiangalie chakula chako namna kinavyoanzia mpaka kinapoingia mdomoni. Yatosha kujua kuna Allah. Falyanzur al-insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa faambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaika ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum. Zote hizi wewe kaa mezani unapokula, so delicious, so delicious. Ilianza vile so delicious. Iangalie ile tembe ilianzia wapi ya mchele, imetoka wapi mpaka ikakufikia wewe. Yatosha kuwa wewe umheshimu Allah. Basi angalau vipindi 5 kwa siku pia vya kushinda, angalau kumtaja Allah mara 100 kwa siku pia kushinda, kusema astaghfirullah pia kushinda. Kazi kubwa hii ungeachiwa wewe, lini ungekula wewe? Lakini iangalie mbingu na miujiza yake, utaona vile vile uwezo wa Allah. Rafa 7 samawati bighairi amadin tarawunaha, imekaa mbingu 7 juu na hakuna nguzo iliyozuia, hakuna pila. Kijumba chako kidogo kinatumia chuma ngapi mpaka kisimame imara? Nguzo hii bila ya pila yoyote. Yatosha kukwambia la ayatin liulil albab, ni dalili kwa wenye akili uweze kumkumbuka Allah tabaraka wa taala mchana na usiku, unavyokuja mchana na kutoka ukaingia usiku. Zote hizi ni dalili kwa wenye akili. Wapenzi waumini, masala si kwamba tukizungumzia akili ni kuwepo kwa akili. Hapana, akili kila mtu anayo, lakini hutuba yetu yatuzungumzia vipi tunazitumia akili zetu kutuweka karibu na Mola wetu. Hii akili uliopewa utaitumia vipi mpaka iwe itakuweka karibu, kama vile unavyoitumia akili hii kukuweka mbali na Allah. Ndio wakagawanya wanavyoni wa malezi kwamba akili ziko aina 3. Kuna uqul azima raqiya, kuna akili kubwa ambazo kila siku zinazidi kufunguka na kupanuka na kwenda juu. Akili kama hizi wasema ni akili ambazo kama tulivyoona Qur'an zinakupeleka tatafakaru fi khalqillah, katika kila kiumbe cha Allah kinakupa mazingatio unapoangalia kila kiumbe. Antakuna samti fikra wa nadhari ibra, pale utakapokuwa ukinyamaza unafikiria future yako ni gani, lakini na unapoangalia unapata mazingatio. Leo sisi licha sehemu nyingine watu huenda mpaka kuzika na wasipate mazingatio, akawa makabrini na pale ndo waulizana, uliona game jana? Ile ilikuwa ndio finali, sijui ile nini, na uko kabrini. Ambapo wenye akili wasema mwanadamu akitaka kujijua atakuwaje baada ya kufa, amwangalie mwenzake aliyekufa. Wewe ukitaka kujijua mimi baada ya kufa nitakuwaje, mwangalie yule mwenzako aliyekufa, alokuwa na kila aina ya uwezo, alokuwa na nidhamu na discipline, leo hana lolote. Choo chake wewe ungeingia ungefikiri ni bedroom, namna kilivyowekwa vizuri, kilivyopambwa. Leo anaoshwa na grupu ya watu, wanamtoa nguo, wanamfanyaje, hana chachoo, hana popote, amefungiwa mahali na watu ndio wanamsafisha. Na ilikuwa akiingia, la utaingia choo chake wasikia harufu mzuri, marashi yote yamepangwa hapo. Sasa wewe umewazika wangapi?
Ukitaka kujijua kwamba utakuwaje baada ya wale, muangalia alokuwa unamjua maarufu, baada ya miaka 20-30 kuna mtu yamtaja? Kuna watu wameishi na mema yao na hawataju tena. Ni nadira watu mmoja mmoja, lakini katika jamii washasahulika. Ujijue na mimi kuna siku nitakufa, nitasahulika. Basi ni wapi atakikana mimi nijiweke zaidi? Na marafiki hawa wa kunisahau au na nani mwingine? Wama kana rabbuka nasiya. Allahu akbar. Ni Allah peke yake ndiye asiyesahau jamani. Marafiki waumini ni baada ya kukuzika imeisha. Marafiki uliokuwa nao maskani wiki moja, watu wako wa nyumbani watakaa labda mwaka wakumbukwa, lakini baada ya hapo kila mtu ushamtoka. Wameanza maisha wengine wenyewe asema fresh, wewe huko tena huna namba. Sasa kama wote duniani watakusahau, fallahu huwal wahidu alladhi la yansak. Jiweke karibu na Allah, yeye peke yake ndiye hakusahau. Wasema akili kubwa ni zile ambao zitakuwa japo kwa siku moja hukaa na Qur'an, akaifasiri aya moja maana yake, akaizingatia hii aya na maisha yangu iko vipi. Leo ukauliza ni wangapi, tusiseme waloisoma lugha ya Qur'an, ni wangapi wana tafsiri za Qur'an, zile tarjama za Qur'an? Si rahisi, ni wachache sana nyumba zao atakao kuwa nayo hiyo Qur'an yenyewe yasoma kwa matukio. Je, tafsiri? Na aliyenayo pengine amekerwa na mtoto shuleni, kuna baadhi haya wameambiwa ndio atakuja kukuuliza kwambie, sheke, hizi Qur'ani hizi tafsiri za Qur'ani siku hizi haziji. Zije vipi na ziko madukani? Lakini akisema haziji za bure hakuna, atafuta ya bure, Qur'ani ya bure. Sitting room yake ina vitu karibu 200,000-300 kwenye sitting room yake. Zile majlisi yake na ma TV yaliyoko na nini ni malaki ya pesa, lakini tafsiri ya Qur'ani 2,000 atafuta ya bure. Sasa hapo ndio ujijue kwamba hii akili yangu kubwa au ndogo. Kama ni akili kubwa, unaithamini Qur'an, unaipa umuhimu Qur'an, kwa sababu ndio inaokulekeza wenda wapi. Lakini dunia inakunyanyasa na kukudanganya, haitokupa chochote dunia, bali itakunyanyasa ikupeleke mahali pabaya. Wanasema akili kubwa tad'u ila Allahi bil hikma, ni zile akili ambazo katika kila utendaji wake mzuri wata mbaya, ule mzuri unalekeza kwa hikma. Si akili ambayo hata katika kheri inatumia nguvu, inatumia ukorofi, hapana. Akili mzuri ni ile hata kwenye kumlingania mtu kwa Mwenyezi Mungu pia inatumia hikma, kwa sababu wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Inatumia hikma. Kadhi mmoja ajiliwa na bwana, amwambia, nilipokuwa nda haji, nina rafiki yangu mwenye duka fulani maarufu hapa mjini, tajiri. Nilichukua dhahabu yangu ambayo nilikuwa nimeifunga kwenye kitambara cha hariri, nikaenda nikampatia niwekee mpaka nirudi haji. Niliporudi kumrudia, ameniruka kuniambia hujanipa chochote. Kadhi akasema huyu ndisho ameshaikosa hii dhahabu, maana yule bwana ajulikana mjini, si mtu. Kadhi akamwambia, umuliandikishana? Hatukuandikishana. Kaona kuisha huyo. Akamwambia, sasa siri nakwambia, usitoe hii habari tena, usimwambie mtu.
nataka siku 3 uwe ukienda ukikaa pale nje dukani kwa ule bwana. We kaa tu kwa masaa 2 hivi, asubuhi mpaka karibu ya dhuhuri uondoke kwa siku 3. Yule bwana akaenda akakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, kadhi akapitia pale na farasi wake, kadhi mkuu wa Baghdad. Alipopita pale akamuona, akamwita, ya fulani, salamu alaikum, hali gani, umefika, mbona huonekani bwana, mbona unipitii bwana, tutakutamani bwana, mbona umeanza kunikimbia bwana, alhaji, kwanza ende haji ndio umekuwa mbaya kiasi. Akaja akamkumbatia yule tajiri, akasema kuisha mimi, kumbe huyu ni rafiki yake huyu. Kadhi akaondoka, basi nipitie nyumbani. Akiondoka yule tajiri akamwambia, bwana, nimekumbuka ile dhahabu yako iko, nilikuwa mmeka mahali ninasahau, nakumbuka iko, njoo chukue. Kwa ajili hajaambiwa chochote, lakini kadhi alitumia hikma kwamba huyu hana ushahidi wa kuweza kumdai yule, hawakuandikishiana, akimruka amemruka maskini. Lakini angalia, alitumia hikma yule bwana, kwa kuwa ni jitu dhalimu, hamuogopi Allah, akaogopa kadhi, akaona huyu marafiki, kadhi atanipa kibano huyu, afadhali nimregeshe mwenyewe. Hivi ndivyo watu wanavyoishi wenye akili kubwa, wakati wote wanatumia hikma katika mambo yao. Anasema wenye akili kubwa ni wale ambao wakati wote wanaangalia vipi ataondoka kwenye shari kwa njia mzuri, pamoja kuwa atafanya jambo katika kheri 2, atatafuta iliyo kheri zaidi, na katika shari 2 ataitafuta shari ndogo. Yani hizi zote ni shari, hakuna njia ya kuepuka kwenye shari, lakini shari hii ni ndogo, basi afadhali hii ndogo kuliko hii shari kubwa. Na katika kheri zote ni kheri, lakini ni gani ni kheri zaidi? Wanasema wenye akili kubwa ni wale ambao wanatafuta washauri katika mambo yao, hasa yale ambao ni mambo mazito katika maisha, mfano wa ndoa na mengineyo, ambao leo imekuwa ndoa ni ya kijana mwenyewe. Nakwambia mzee, bwana, mimi nishapendana na huyu. Waweza kukuta kesi nyingi ya vijana, wazee wetu wa koloni bwana, wana ule uzamani mpaka leo, mpaka yeye atie saini. Lakini kumbe kule kushauri mtu aliyekuzidi kama babako ndiye mtu anayekupenda zaidi na amepambana na maisha zaidi kuliko wewe, hapo ndio salama yako katika ile ndoa unaoitaraji na kuiona kwamba hii ni yangu mimi, lakini kwa msaada wa ushauri wake ndio utafikia. Sema kuna mama mmoja aliyefiliwa na mumewe, lakini amepatikiwa kuwa na binti mzuri katika kijiji kile. Asifika, wanawake wote wanamsifu, amezaa binti mzuri sana. Mwanamke kwa sifa hawezi kuzibeba, akamwekea mahari ya juu yule binti wake, kwamba hawezi mtu kumuoa ila kwa dinari 500,000, dirham 500,000. Asema kijana mmoja akapenda sana kwenda kuoa pale, mpaka akawa amechanganyikiwa, anafanya kazi zaidi. Babake akamuuliza, una tatizo gani wewe? Mbona nguo haikauki maji? Asema yule mama, bwana, anamtaka binti yake nimlete nyumbani, lakini ataka dirham 500,000 baba. Akamwambia, mwanangu, utakufa, utazitoa wapi 500,000 wewe? Wewe una ngapi? Sema 3. Akamwambia, njoo nazo. Wakaenda kwa yule mama, akamuuliza yule mama, akamwambia, na swali moja mama, kabla hujaongea. Gani? Nataka usinikatize maneno yangu, uniache niongee mpaka nimalize. Hili ndio sharti langu katika kuongea na wewe. Yule mama akamwambia, ongea. Akamwambia, mwanangu amtaka binti yako na amekuja na dirham 100,000. Akamwambia, sharti letu usikatize maneno mpaka nimalize. Asema, yalla, endelea, wasemaje baada ya hapo? Akamwambia, na dirham 100,000 ni mahari yangu kukuoa wewe. Wenzetu wasema mkate mbele ya chai utalainika tu, si ndio?
hakuna ugumu wa mkate kwenye chai. Asema wasemaje? Ambia na nimekuja na zangu 100,000 kukuoa wewe. Akasema barakallahu lahum walana jamia, twende kazi. Sawa, hiyo imepita. Wale wenzake dada zake wako pale, mbona umeamua kushukisha na watoto wetu ambao ni dada yao huyo ametaka kumuoa, umekataa kushukisha mahari? Akamwambia jamaa, bei ya wholesale na retail ni tofauti. Hapa kuna bei yenu moja tu, ya nini kumtaka binti ya mimi? Pia hapa mmefaidika. Wholesale na retail ni haziwezi kuwa sawa. Akakubali. Kijana akaona huyu mzee ni mjanja sana, akamwambia baba, na mimi na swali langu, umetumia 2 na 1. Akamwambia hizo vita vya mamako, kama sinunuli panadoli hiyo 100,000 kutakalika. Kwa hivyo na hii 1 na mimi nikuvumilia huko kwako, huko kwa mamako. Kwa hivyo akili, watoto ni lazima wajue kwamba mtoto mwenye akili mzuri ni yule atakayekuwa na washauri wazuri, na mshauri wa kwanza alwalidi ni baba. Ndio pale Yusuf alipoona nyota 11 zinamsujudia, washamsa walqamara raaituhunna li sajidin, hakwenda kwa rafiki, hakwenda kwa yoyote, alikuja kwa babake akamwelezea, kwa sababu ndiye mpenzi na ndiye alomzidi kwa maarifa. Hii ni moja katika alama ya akili bora ambazo insha Allah khutba itakayofuata tutaendelea na kuzieleza akili za takikana zitumike vipi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله عباد الله، فإن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونسألك اللهم أن ترضى عن خلفاء الرسول الأربع وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أمن أوطان بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فيل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. آمين. فيا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.